tunapofuatiliwa kwa mitandao, tunaposikilizwa live, na kwa namna yoyote ile, Mungu tunapageuza kwa madhabahu yako ili cha kwako kikasimame, cha kwetu kisipate nafasi. Katika jina la Yesu na damu yako Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Kichwa cha somo kinasema jifunze kutoa bila kujihurumia. Jifunze kutoa bila kujihurumia. Tunaposema kutoa manake ni kutoa sadaka. Kwa hiyo ungeweza kusema jifunze kutoa sadaka bila kujihurumia. Somo lingine hili naliona huko tunakoenda. Jifunze kutoa bila kujihurumia. Kichwa cha somo kinaweza kikawa kimebeba ujumbe ambao tayari unaweza ukawa unaona picha ya kule tunakoenda. Mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba watu wengi sana tumekuwa hatupendi hasa kufundishwa ama kutaka kujua mambo ya utoaji, ila tunatamani baraka zilizoko kwenye utoaji ziwe sehemu ya maisha yetu. Kwa watu wengi tunatamani sana kufanikiwa, kuwa navyo, kuongezeka, lakini napofika ajenda ya kutoa, mioyo ya watu wengi imekuwa kwenye maswali magumu. Sijajua msikilizaji wangu, huwa unajisikiaje unapofundishwa habari za utoaji? Na mahali pengine watu wamegeuza, wakiona mtu anafundisha masomo haya wanasema yeye tu kutoa kila wakati. Hakuna masomo mengine, hata hili linapaswa lifundishwe pia. Kwa hiyo ajenda ya kutoa imekuwa na vikwazo vingi sana. Na nilipokuwa ninawaza kwa akili zangu binafsi, nikaona upinzani mkubwa uliopo kwenye masomo, uelewa na utekelezaji kwenye ajenda ya utoaji ni kwa sababu ya baraka kubwa ambazo Mungu ameshikamanisha nazo kupitia utoaji, ambazo shetani anajua tukifanikiwa tukavuka kwenye kona ya uelewa juu ya utoaji wa sadaka, iko milango mingi sana itafunguka. Kwa ametuwekea vizuizi, vihunzi, mageti, kuta, ili mradi tu atuvuruge kwenye mfumo wa utoaji. Na ndio maana hata wewe msikilizaji wangu naye nisikiliza, utakuwa shahidi. Inapokuja ajenda ya kutoa, kuna wakati moyo wako huo unapata shida. Unaanza kuanzisha maswali, unaanza kuwa na ajenda na vitu kadha wa kadha. Saa zingine unatamani kama hicho kipande kisingekuwepo kwenye ibada. Niliwahi kukwambia huwezi ukaitenga sadaka na ibada. Mahali palipo na sadaka uwe na uhakika panatengeneza ibada. Mahali palipo na ibada lazima pawepo na sadaka. Kwa ukiona kuna mazingira yanayokutenga na kutoa sadaka, maana yake yanakutenga na kufanya ibada. Kwa usije ukadhani mtu ambaye anakueleza ama chochote unachoweza kuwa nacho cha utetezi juu ya kuto kutoa sadaka, usije ukadhani ni kitu salama. Sio kitu salama hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu kinakutenga na ibada. Nakumbuka mwenye hati miliki ya ibada, narudia hiyo sentence, mwenye hati miliki ya ibada popote ni Mungu. Ni Mungu peke yake. Kwa hiyo manake huyo mtu anayekusababisha au utetezi wowote ama mazingira yoyote ya kutokutoa sadaka, maana yake Kiswahili kizuri, yanakutenga na uso wa Bwana. Kwa hiyo unaweza kukuta hapa tunapofundisha sasa hivi tayari moyoni mwako tayari kumeshakuwa na hoja za kutaka usitoe ama usisikilize ama usifanye chochote cha kisadaka. Madam tunajua ni cha kimungu, hatuwezi tukanyamaza kukukumbusha. Hebu tusome kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 21. Una kitu ambacho kinaweza kikakupa kitu kingine cha ziada. Tutausoma huu mstari kama reference yetu katika kile tunachotamani tukione. Mathayo 6 mstari wa 21. Ni muhimu sana tuusome mstari kwa utulivu sana. Nikianzia mstari wa 20, okay. Nianzie mstari wa 19 lakini ninawinda ule wa 21. Anasema hivi, okay. Sawa, nitakuwa niko sahihi nikianzia 19. Anasema jiwekeni hazina mbinguni. Anachozungumza kwenye huu mtiririko, manaka anazungumza habari za sadaka na maisha yajayo.
sio haya. Sadaka na maisha yajayo. Mara nyingi tumekuwa tukifundisha kwa habari ya sadaka na maisha ya sasa, lakini pia sadaka kwa mstari huu inagusa na maisha yajayo. Anasema msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, wevi huvunja na kuiba. Angalia mstari wa 20. Bali jiwekeni hazina mbinguni. Unaweza kaona namna ambavyo unapotoa sadaka inagusa ufalme wa maisha yajayo. Anasema bali jiwekeni hazina mbinguni, kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi, hawavunji wala kuiba. Sasa nilichotaka ukione ni mstari wa 21. Nilitaka nisome hiyo mstari 19 na 20 kwa sababu kuna kitu nitakueleza nini kilicholengwa kwenye huu mstari. Nataka kile tu kinachoonekana, sio kile cha ufunuo, kile kinachoonekana kwenye hiyo mistari. Angalia mstari wa 21, anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo. Hasemi ndipo ulipo moyo wako. Kwa Kiswahili kizuri anazungumza kwa habari ya sadaka zetu na maisha yajayo na maisha ya baadaye, kwamba mahali ambapo tumeachilia sadaka zetu, ambapo amesema jiwekeni hazina kwenye mstari wa 20, mbinguni, sio duniani, mbinguni. Sasa unaweza ukaona connection kati ya kutoa sadaka na mbingu. Iwe unavuna faida za hapa duniani ama katika ufalme ujao, iko connection ya karibu sana kati ya sadaka na mbingu. Sasa nikisema mbingu inawezekana ikakuchanganya. Upo uhusiano wa karibu sana kati ya sadaka na Mungu. Sasa nadhani hapo unaweza kunielewa haraka sana kwamba unapotoa sadaka, anayepokea sadaka kiroho ni Mungu, hata kama inapita kwenye mikono ya viongozi wako wa kanisa. Bahati mbaya hilo jambo tunalifanya kimwili, hatulifanyi kiroho, ama tunalitazama kimwili, hatulitazami kiroho. Kwa hiyo mwenye hati miliki ya upokeaji wa sadaka ni Mungu. Na ndo maana unapotoa sadaka yoyote popote, lazima ujue unafanya ibada mbele za Mungu. Hata kama uko kwenye jengo la kanisa na dhehebu fulani, lakini hiyo ni ajenda yako na Mungu. Ukidaka hilo litakuwa limekusaidia sana. Kwa tunapotoa sadaka zetu, tunafanya tendo linalogusa moja kwa moja mbingu, linalogusa moja kwa moja ufalme. Sasa hapa amesema tunapoweka hazina, anasema mahali pale sadaka zetu ama hazina zetu zilipopelekwa, zinapotunzwa, ndipo na mioyo yetu itakayokuwa. Sasa huko ndani kuna theolojia nyingi sana, sitamani kwenda kwa sababu ajenda yetu jifunze kutoa bila kujihurumia. Sasa twende darasani tuone kidogo baada ya ufafanuzi wa hiyo mistari mitatu. Angalia, anasema kwenye utangulizi, kwa namna watu wanavyotafuta wanapotafuta mali na fedha, ni ngumu sana kutenganisha mioyo yao na mali zao. Hiyo sentensi ni muhimu sana. Yaani kwa namna ambavyo watu wanapambana, wanaamka alfajiri na kurudi nyumbani usiku. Anapambana usiku kucha, anaumiza kichwa, anafanya kazi ngumu na nzito za kuhangaisha na kuutesa mwili. Uwe na uhakika kile kinachopatikana na purukushani hizo zote, kitakapopatikana kinaushikilia moyo. Nataka uelewe vizuri hiyo agenda. Kinaukamata moyo. Kwa hiyo kama huyu mtu anafanya kazi ngumu kuliko maelezo. Siku moja nilikuwa nakatiza mitaa ya Kariakoo, niliona mtu amebeba junia la kilo 100 mgongoni. Halafu anapopumua unamwonea huruma. Halafu kila anayempita mbele yake, yeye akikwambia pisha umechelewa, unakutana na junia. Anatembea kwa hatua na unasikia mpaka kishindo cha huyo mtu anayopita. Fikiri pesa anayoipata kutokana na hiyo kazi. Nilikuwa nafuatilia watu wa migodini, namna ambavyo wanashuka chini futi kadhaa kwenda chini, halafu anaenda huko chini kwenda kutafuta dhahabu na taja na madini mengine. Anakaa huko siku 2 siku 3, huku haoni jua na kinachoendelea. Fikiri hela anayoipata kwenye hayo mazingira.
Fikiri mtu anabishana na watu kuanzia asubuhi mpaka jioni kwenye chombo chochote cha usafiri ama kwenye ofisi yoyote, anakutana na watu ambao anazungumza na watu, anabishana na watu, saa zingine wanamkwaza, wanamuumiza. Vaa viatu vya konda yoyote wa daradara. Namna ambavyo tunakuwa tunawasumbua, saa zingine tunawatukana, saa zingine tunafanya vitu vya ajabu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Vaa viatu vya dereva daradara. Vaa viatu vya wahudumu wanaohudumia hospitali, walimu wanaowafundisha. Nenda kule chekechea, kule ambako tunapeleka watoto wetu ambao nyumbani wakisema lolote tunawakubali, lakini kule inabidi afuate utaratibu. Aanze kufundishwa jinsi ya kuwa na nidhamu na tabia njema. Mtoto ambaye nyumbani ameshindikana halafu aje akae vizuri. Vaa viatu vya huyo mwalimu. Vaa viatu vya hao watu. Vaa viatu vya watu wanaovua. Usiku kucha yuko baharini, anapambana huko, yuko katikati ya bahari, haoni hata nyumbani kwamba kuko wapi. Anakaa huko masaa kadhaa. Huko kuna wanyama wa kila namna baharini wanaotisha na samaki wa kila namna. Yuko huko katikati ya bahari usiku kucha. Halafu fikiri ile fedha anayoipata kutokana na shida na mateso na mahangaiko na maumivu hayo. Unafika mara unamwambia toka sadaka. Usijikadhani ni rahisi kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Moyo huo unashikamana, nitumie neno gumu kidogo, nadhani ni Kinyakyusa sio Kiswahili. Unagandamana kiasi ambacho kubandua kwenye hiyo mali na fedha si kazi nyepesi. Kwa hiyo hata unapofundisha habari za utoaji, tena utoaji wa kuto kujihurumia, lazima uwe umejitoa muhanga. Kwa hiyo watu wanafanya kwa bidii na kwa nguvu zile kazi ambazo ndizo zinawapa kipato. Angalia, mali na fedha inachukua nafasi kubwa sana kutawala moyo. Mali na fedha inachukua nafasi kubwa sana kushikilia moyo wa huyo mtu. Na ndio maana kuna watu wanapopata shida ya utoaji, saa zingine wanahitaji kufundishwa, si tu kuwanyoshea kidole na kuwalalamikia. Kwa nini? Zile kazi, aina ya kazi wanazozifanya si kazi nyepesi, si kazi rahisi. Lakini ajenda ya kwangu inasema hivi: jifunze kutoa sadaka bila kujihurumia. Sasa angalia, anapozungumza kwenye huo mstari wa 19:20 mpaka 21, anazungumza kwa habari ya maisha yajayo. Ni sahihi kabisa, ni sawa kabisa. Lakini tunapokuwa hai, usiruhusu moyo wako ukamatwe, ushikiliwe, ukae mahali pa mali na utajiri, ama ushikiliwe kwenye fensi ya mali na utajiri kiasi ambacho mali ndiyo inayokuwa ina maamuzi juu ya maisha ya kwako. Hiyo ni mbaya. Ukitaka kujua kiasi gani cha mali ina nafasi kubwa kwenye maamuzi ya kwako, angalia unapokuwa huna hela huwa unakuaje, na ukiwa na hela huwa unakuaje. Kule mtaani wanasema ukitaka kujua tabia ya mtu mpe hela. Kuna watu wakiwa hawana hela ni wapole, ni watulivu, ni wanyenyekevu, anaongea kwa vituo. Ukitaka kujua ya kwamba mshahara umeingia, ameuza kuku, ameuza nguruwe, ameuza ng'ombe, angalia akiwa na hela mfukoni, hata lugha inabadilika. Anaanza kuongea Kiingereza tena kile cha kuchalaza. Ujue mfukoni ana uhakika, anacho. Moyo umeshachangamka kwa sababu ya kile alicho nacho. Kwa kumekuwa na changamoto kubwa sana ya mioyo ya watu wengi kushikiliwa na mali na fedha kwa sababu ya aina ya kazi ama namna ambavyo hawa watu wamekuwa wakipata hizo mali na fedha. Sasa nikutahadharishe kitu. Moyo wako, yani maisha yako yakiwa yanategemea unazo ama hauna, kucheka ama kuchukia, hiyo ni mbaya. Hiyo sentensi ni muhimu. Maisha yako yakiwa yanatawaliwa na maamuzi ya hela. Mtu mmoja aliwahi kuongea kitu, nadhani nilimuelewa. Akasema ukiona mahali ulipokuwa umepanga mwanzo kabla hauna hela, ulipopata hela umehama kwenda maeneo mengine. Moja, ulipokuwa huna hela ulikuwa unatumia aina fulani ya usafiri, umepata hela unabadilisha usafiri, tena saa zingine unanunua hata na magari ambayo saa zingine hayatumiki, yako tu hapo nyumbani. Hiyo nayo ni shida. Ukiona umepata hela, simu haijaharibika, unanunua nyingine tu kwa sababu ni toleo jipya, hiyo nayo ni shida nyingine.
Ukiona kila unapokuwa na hela unasukumwa kufanya kitu ambacho hakikwemo kwenye budget, halafu mwisho wa siku ile hela inatawanyika pasipo kujua, halafu ukija huku redioni unatuambia vinapotea bila kujua, kwenye mazingira tatanishi, wakati kumbe nidhamu ya fedha haipo, moyo wako umetawaliwa na hela, hiyo ni hatari. Ninachotaka nikisisitize kwenye moyo wa kwako, kuwa wewe, hela isikuondoe kuwa wewe. Yani uwe na hela usiwe na hela, tukuone wewe uliye wewe. Si maanishi usinunue vitu vingine, si maanishi usitafute mahali pa kujenga nyumba na vitu vingine, lakini usifike mahali ukawa unafanya vitu vya ajabu tu kwa sababu na hela. Niliwahi kukutana na mtu mmoja akaambia, mtumishi, nilienda Kariakoo, nilikuwa na laki tano mfukoni, ninaenda kununua mahitaji, nilirudi hata nauli sina. Ujue moyo umetawaliwa na fedha. Ngoja nikuulize swali ambalo niliwahi ulizwa na mtu mmoja, lilinikera mimi kuliko maelezo. Kuanzia pale nilianza kubadilika. Akaniambia, jiulize toka umekuwa na akili timamu, hata kama kwa kukadiria, ni hela kiasi gani imepita kwenye mikono yako? Unajua jibu letu lilikuwa ni nini? Ni nyingi sana. Akauliza swali la pili, zimeweka alama gani kwenye maisha ya kwako? Akasema, ukitaka kujua, funika macho alafu angalia nyuma, alama za vitu ulivyovifanya kupitia hela iliyopita mikononi mwako. Kuna watu mnaweza mkalia, yani ukigeuka nyuma unaona tu kula, chips, mayai na soda. Hiyo ni mbaya, hiyo ni tatizo, hiyo ni shida. Yani unaweza ukaona nguo tu ambazo umenunua, sio sawa. Si maanishi usifanye hivyo vitu, lakini ukilinganisha fedha zilizopita mikononi mwako na vitu ulivyovifanya, unaweza ukafika mahali ukalia, ukajiona wewe ni mtu ajabu sana. Kwa nini? Moyo wako ukitawaliwa na fedha, unapoteza uhuru wako, unapoteza utu wako, unapoteza heshima yako, unapoteza maamuzi sahihi unayopaswa kufanya. Na ndio maana kuna wakati huwa tunawaambia watu, ukishapata fedha ya kwako, usianze kuitumia kabla hujaiombea. Usianze kuitumia kabla hujatenga fungu la 10. Usianze kuitumia kabla hujapata muda wa utulivu wa kimungu kujua nini cha kufanya. Watu wengi kwa sababu ya hilo ambalo sasa ukija kwa wanauchumi wanakuambia ni nidhamu ya fedha. Yani watu wengi ukishapata hela tayari unaanza kuorodhesha mahitaji. Saa zingine ndani kuna kikoyo unataka kuongeze kingine, ndani kuna mtandio unataka kuongeza mwingine, ndani kuna jinsi unataka kuongeza jinsi lingine. Yani ili mradi tu ile hela iliyoko mfukoni unataka ufanyie kitu, hujisikii utulivu mpaka hela imeisha. Hujawahi kuona watu wakiwa na hela hata nyumbani wanachelewa kurudi? Hujawahi kuona watu wakiwa na hela huwa wanaenda huko, wanasema kwenye vijiwe kwenda kula chakula, hali tena chakula cha nyumbani. Ukimwambia huko ndani kuna ugali na maharage, kuna ugali na dagaa, anaambia nimeshashiba. Unauliza umekula wapi? Anaambia leo sijisikii kula. Kumbe amepitia huko amekula kuku mzima. Halafu ninyi amewachia budget ya kula maharage haiko sawa. Haiko sawa. Jifunze kuwa wewe wakati wa fedha ama wakati hauna hela. Ngoja nilazimishe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa unakuaje unapopata hela? Unapopata mshahara wako huwa unakuaje? Huwa unakuaje unapouza bidhaa zako, mazao yako, mifugo yako? Huwa unakuaje? Huwa unakuaje unapopata mteja juu ya bidhaa uliyokuwa nayo siku umepata ile hela? Huwa unakuaje? Sema, huwa ninachanganyikiwa, akili huwa itulii. Ujue moyo wako umekamatwa, umetawaliwa na fedha. Nikupe vitu vichache kwa muda uliobaki, alafu tutaendeleaje siku ya Ijumaa. Dalili za moyo ulioshikiliwa na mali ama fedha. Utajuaje kwamba wewe hauko salama? Kwa mujibu wa somo hilo, utajuaje ya kwamba wewe umekwama? Nikupe mstari alafu Ijumaa tutaanzia hapo. Hebu turudi kwenye kitabu cha Luka, Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu. Daktari Luka huyu, mlango wa 12. Kama una Biblia kwako fungua ili tusome pamoja. Nianzie mstari wa 16 mpaka 21. Dalili za mtu ambaye moyo wake umeshikiliwa, umekamatwa na mali. Amekwama, Kiswahili kizuri, amefeli kwenye fedha. Kwa sababu huko usitegemee kwamba utafanya kitu cha maana hata siku moja. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Huyo ni mtu tajiri, amelihudumia shamba lake vizuri, ameweka mbolea, ameajiri wafanyakazi, wamefanya kila kitu. Limefika wakati mazao yake yamekomaa shambani. Angalia mstari wa 17. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje, maana sina mahali pa kuyaweka
akiba mavuno yangu. Sasa kumbuka kule tulikosoma kwa Mathayo, jiwekeni hazina wapi? Sasa huyu anasema niweke wapi? Tuendelee kusoma mstari wa 18. Akasema nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu nijenge nyingine kubwa zaidi, na huko nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Angalia mstari wa 19. Kisha nitajiambia. Sasa angalia namna ambavyo anakosea. Baada ya kuweka kwenye gara yale mazao yake, anasema kisha nitaambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Angalia sasa mstari huo unaofuata. Pumzika basi, ule unywe ufurahi. Ule unywe ufurahi. Na ndicho ambacho mara nyingi kinatutoa kwenye mstari. Ukishapata hela unatafuta starehe iko wapi? Anasema ule unywe kisha ufurahi. Tunatafuta namna ya kufurahisha mwili na moyo. Unaenda mahala ambako kuna matumizi ya hela, uende uko ule upunge upepo. Ndio maisha yanavyokwenda. Na kule mtaani siku hizi wanasema jifunze kuitumia hela ikuzoee. Haizoelekagi hela. Angalia mstari wa 20. Lakini Mungu akamwambia, hilo neno naogopa kulisoma. Hivi Biblia ya kwako imeandika kama ya kwangu? Mimi naogopa kulisoma hewani. Sijui kama mtaniruhusu wasikilizaji wangu. Hilo mimi naogopa, inaonekana kama anatukana. Lakini Mungu akamwambia deshi wewe. Anamwambia huyo tajiri mpumbavu wewe. Usiku huwa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Sikiliza, hizo mali ulizozitafuta, siku ukifa, wakija watu kuzitumia, watazitumia hovyo sana. Kwa nini? Hawajazitafuta. Sasa anasema usiku wa leo wanaitafuta roho yako. Hivyo ulivyojiwekea hazina vitakuwa vya nani? Niishie mstari wa 21. Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Yani ndivyo itakavyokuwa mtu ambaye ameshikiliwa moyo wake na mali, asiwe na tabia ya kutoa sadaka bila kujihurumia. Huoni mahala ambapo huyu mtu anawaza kwa habari ya kutoa sadaka? Huoni mahala ambapo huyu mtu anawaza kuwasaidia yatima na wajane? Huoni mahala ambapo mtu huyu anawaza kusapoti walio wagonjwa kwa hiki alicho nacho? Anajiwazia mwenyewe na nafsi yake. Kwa hiyo moyo wake unafika mahali unasema, sasa nilichokuwa ninakitafuta ninakipata, wacha niburudike, nifurahi. Kwa nini? Kwa sababu ninavyo. Huo sio moyo salama kwenye ushirika na mahusiano yetu na Mungu. Kwa hiyo unapoona kwamba moyo wako unadhani wewe ndiye sababu ya mafanikio yako, ujue moyo wako umekamatwa na mali na fedha zako. Ujue moyo wako hauko salama. Nikupe ya pili nimalize nayo. Unapoona ulivyo navyo ni mali yako, wala si Bwana kuwa ndiye chanzo cha mafanikio yako, na kumkumbuka kutoa sadaka, ujue tayari ni tatizo. Kwa hizi ni baadhi ya dalili zinazoonyesha moyo wako umekamatwa na mali na fedha. Tutavizungumzia vingine Ijumaa tunapozungumza habari za kutoa bila kujihurumia, kutazama ya kwamba kutoa hiyo sadaka ni kana kwamba unafirisika. Kumbuka, unatoa kwa yule aliyekuamini, ambaye unapaswa kurejesha moyo wako wa uaminifu kwa sababu amekuamini. Kiendelea hapo, sikutoi leo. Kichwa cha somo kinasema hakikisha kwenye maisha ya kwako unajifunza kutoa sadaka pasipo kujihurumia. Tumeangalia mambo kadhaa ya kwamba pale ambapo hazina yetu ilipo, mali na fedha zilipo, huwa zina tabia ya kuvuta moyo wako ukae hapo. Na moyo wako kisha kamatwa na mali ama hazina yako na fedha, angalia, fedha, mali na hazina yako ndio inayokuamulia ufanye nini na uwe mtu wa namna gani. Na ikishafika hapo, usiwe wewe, ila uwe ni mtu unayeamuliwa kutokana na vile ulivyo navyo. Umepoteza utu wako tayari. Umepoteza heshima yako, lakini pia unapoteza thamani yako ya Mungu kiibada. Kwa nini? Kwa sababu hilo litakuvurugia hata mfumo wako wa ibada. Mungu akubariki sana. Wacha tuombe.
Bwana Yesu, tunalibariki jina lako. Asante kwa uaminifu na wema wako. Umekuwa kwetu Mungu, umekuwa kwetu Baba, umekuwa kwetu kamilifu na utoshelevu. Na wewe kila wakati na kila mara umekuwa ukiturudi, ukituonya, ukitutahadharisha mahala ambapo hatuko sawa. Saa zingine maneno unayotumia kuturudi na kutukanya si mepesi, ni magumu na mazito mno, lakini kwa sababu ni wewe Mungu unayesema nasi, tuko tayari kukusikia na tuko tayari kutekeleza kile unachosema nasi. Ninajua uko moyo wa mtu mmoja ulioshikiliwa na mali na fedha na kudhani kwa vile alivyo navyo ni yeye mwenye umiliki na utawala, na kwa kulitazama hilo ameona ni kitu cha kawaida, lakini mali na fedha zimemharibia hata maamuzi, mtazamo na imani yake juu ya utoaji wa sadaka. Msaidia apate kuvuka, apate kujua ya kwamba wewe Mungu ndiye uliyempa nguvu za kupata utajiri, mafanikio na ustawi katika hilo. Mjalie hiyo neema, mjalie huo upako, mjalie hiyo nguvu na tafakari, ili mwisho wa siku arudi kwako akijua ya kwamba yeye pamoja na vyote alivyo navyo ni Mungu uliyempa tena kwa dhamana, kwa upendeleo, ni neema na ni mkono wako Bwana. Tujalie hiyo neema kukaa uweponi pako wakati na nyakati zote, tukikutafakari wewe na kukuona wewe katika upya wa maisha yetu. Katika jina la Yesu na damu ya Yesu tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako. Amen.